Haya, karibu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa Fizi Empire Television. Matumaini yetu ni mzima wa afya na karibu tena kufuata matangazo yetu ya mchana wa leo tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025. Na tunakutangazia matangazo yetu tukiwa katika mji wa Baraka tarafani Fizi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya usalama imeripotiwa kwa mdogo sana katika mji wa Baraka ni tangu asubuhi ya leo tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kumepigwa masase katika mji wa Baraka. Inaonekana wanafunzi wa kusoma wamerudishwa manyumbani, vile baadhi ya maduka hazikufungua, na hii kweli inaonyesha kama hali bado ya usalama ni mdogo sana katika mji wa Baraka. Na hii yote ni baada tu ya kifo tukio ambalo lilipitika jana usiku wa jana pale Lweba, ambapo tumepoteza, ambapo tunasema Fizi ipo kwenye msiba wa kumpoteza kamanda Ebuela mtetezi Trezor ambaye aliuawa ile siku ya jana pale Lweba. Kulingana na vyanzo vya ndani, magari mawili au gari za aina ya Fuso yalikuwa yamejazwa na wazalendo ongozwa na Brawi, yalikuwa yakitoka kuelekea Uvira ili kuimarisha mambo mengine ya wazalendo chini ya uongozi wa Generali Amuri ya Kutumba. Mbele katika eneo hii walizuiwa na wazalendo wa Kamanda Toronto huko Lutete, zidi ya kilomita 15 kaskazini mwa mji wa Baraka. Mapigano na kurushiana risasi kulianza kwa saa kadhaa. Ni katika hali hii ambapo Generali Trezor mtetezi alipigwa na kufa hapo, ikiwemo na mlinzi wake na watu watatu wengine kutoka pande zote mbili. Chanzo hicho kiliongeza kuwa hali ya usalama bado ni mbaya katika eneo la Lweba na mazingira yake katika sekta ya Tanganyika na katika eneo la Fizi, ambapo maelfu ya watu walilazimika kulala msituni. Na hii imeonekana tu Baraka asubuhi ya leo. Mambo ya usalama, hali ya usalama imeonekana kuwa mdogo sana. Baadhi ya masoko ya kufungua, maduka mengi ukifika katika mji wa Baraka yamefunga. Wanafunzi wamerudishwa manyumbani kwao, hapakuwepo na masomo leo. Masasa imepigwa asubuhi ya leo katika mji wa Baraka. Na labda tu katika kuendeleza habari zetu na kusikiliza upate kuelewa kile alichokiongea Kamanda Brown ambaye anaongoza kundi la wazalendo wa Buyu kutoka kwa Manyema, alichokiongea kuhusu tukio la jana ilivyokuwa mwanzo hadi mwisho mpaka kumpoteza mzalendo mkubwa mtetezi Ebuela Trezor. Hebu sikiliza kwa makini audio hii. Sawa, mjambo mwalo. Ni Komanda Brown. Nilitaka kumipasha wala kuongea ni kusema tulifika Baraka bien jana magharibi. Gari tulikia na mweli haribika ilikuwa natengenezewa. Babiana bakapanda magari tu advance kwenda kwa tulikuwa nakuya kwenda kukazi. Kufika Lweba bakakuta na ambiskade pale ya komanda anaitiwa nani Kibukila pamoja na Toronto. Penye pale palukamba ndio penye bali basimamishia juba nafunga makamba sana huko kwabo. Hii makamba yote anatoka toka kiana tufungulia sans problem. Bali tupokea Baraka mzuri. Batu ya CNPCC. Maki ndio batu ya Kutumba. Sasa kufika pale kumbe Kibukila na mzee William abapatani ndiko nagombana. Sasa naona trupe yetu inakuya. Kibukila ndani yake akufurahiwa, akaona kusema kama hapa banakuya banakia kumsaidia tena ya Kutumba. Junjo alichakuliwa mkubwa wa kuongoza hii operation huko kusidi Kivu. Ndani yake kumbe kumtravaide. Tunaanza kubishikia ni kwa bembe wenzapo. Hakukuwa kuuliza kufika palukamba, ilikuwa bado tu ya kushusha kamba mtushushe kamba tupite. Ile kubambia mtushushe kamba tupite. Bakomanda walikuwa ndani, bakashuka kwenda bende baongea na boko nini mtatufungia kamba na shemu njo tukakia kumisaidia. Ile kuongea ya vile ni kuanja risase ya nguvu sana. Balikuwa banapanga ngambo tatu, banapanga Mumai, banatia amo Mamarambo. Ilikuwa napika magari yenye watoto walikuwa balitia position mbele penye pale pa mlima palikuwa bush. Mudruate namo mulikuwa manaki ilikuwa ni pembeni ya Tanganyika. Mwenye anajua Lweba ni pembeni tu ya Tanganyika. Kwanja ni bahati babiana yetu mingi bange tupatupa Umai kuona tulitoka tunalaka kumugini. Mungu alitusaidia kulopola kwanja babiana hivi tuko nabo. Njo vita yenyewe tunaingiziwa ambushi
na huyu bwana mtetezi. Basi alituingiza maambushi, hatujui kifio, hatujui lolote. Kumbe ni kifio kia yeye na mzee William beko na gombana. Sasa kashi tunakia kumsaidia ya kutumba. Wangeuliza kwanja wala kutujibisha ilianza kwa ni masasi tu. Basi ubovu wa bahati tulipoteza vijana 4. Wanaenea 4 ndio wanatupotea na troubles. Ngambo ya Bonabo wanampoteza mtetezi mwenyewe, alikuwa pale na bunduki mkono, alifariki naye pale. Anafisha na yeye na bakwake. Hivi deja tunarudia Baraka, kisha bado hatuyarudia Baraka. Saa risasi nalia, nikamuita William mzee ya kutumba, akaniambia nirudie nyuma bikosi yake binafika. Kweli tunaona SNPCC watu ya kutumba wanakuya wanatuepole, tukabaka tusaidia hadi hivi vitu kingali tunakuwa na maiti paka Baraka. Na kwa hisa tuko nabo pamoja. Batu sasa kule kwetu bache confusion ya kusema ni vita ya Babembe na Babuyu. Hapana. Huku kuko vita ya mtetezi na ya kutumba, njoo nyeshe tunakuya kuingia mubyabo bo, njoo bali kamata ma confusion bile binyekuwa kule. Isa tuko naongea niko na batu ya kutumba, njoo banatu encadrer hapa hivi. Tangu ile sari sasa ililia bakatuingilia na bo benyewe kwanja. Isa banalala kwenye Lweba, banasema asubuhi ni kubafata pamoja na Bafulero beko na bafata bale ule Toronto mwana bakiana ile kigundi bamuatake siri ordre ya kutumba. Niyo nilipenda nimiambie wala kumipasha batu batoshe confusion. Aina vita ya Babembe na Babuyu, hapana. Huku tunakuya kukuta kuko konfli ya mtetezi na ya kutumba, ndio nye tunaingizwa mambushi. Na hivi tungali Isa tuko kama 5h combien hii. Bonjour, tungali najipanga tuangalie tubo banasema batakuya tena kufanya revanche. Ndio bo peke kwanja bo peke Babembe banasema mwa mtulie fashi, mwa mtuache muikale tu, msijibie sie peke tuko napigana sie kwa sie. Ndio nilipenda kunipasha. Nilipenda kuambia batu batoshe confusion. Benzetu ba SNPCC ndio banatukumbatia, kumbe yeye mtetezi ana mtu wa SNPCC ndio kunapigana na SNPCC. Ndio bibitu tunabikuta huku, ndio biko komplike kwa hii mama. Ndio nilipenda kunipasha batu batoshe confusion na vita ya Babembe na Babuyu, hapana. Isa tuko na Babembe ndio banatuproteger na banatusaidia kwa hii mama. Na ndio balituambia tu asubuhi ndio mama iti tuko napenda tuangalie modele gani ya kushusha kwetu. Ndio nilipenda niambie mutashinda sawa ndani ya mwana. Asante. Masikitiko makubwa katika jamii ya wazalendo wasa Maimai pamoja na kabila la Wabembe na msiba wa ndugu Ebuela Mtetezi kama moja kati ya mashujaa wa wazalendo wasa. Na hii ni taarifa ambayo tumepata baada ya kufanya mkusanyiko wa taarifa kutoka hapa na pale kwa wazalendo wenyewe, wakaaji wa maeneo yaliyohusika na tukio hili, lakini pia hata kwa watu walioshuhudia tukio. Baada ya kusanya taarifa mbalimbali, Jambo Letu TV kwa taarifa zetu za awali kuhusiana na kifo cha Ebuela Mtetezi tunazipata kama zifuatavyo. Kwanza kabisa, kabla hatujakwenda hapo Lweba, eneo ambalo ndilo mauti yamemkuta Ebuela Mtetezi, ikumbukwe kwamba pamekuwepo na mashambulizi hapa na pale katika vijiji mbalimbali katika tarafa la Fizi, milima mirefu. Na Ebuela Mtetezi amekuwa mmoja kati ya watu ambao wameongoza mashambulizi makubwa na aliyekuwa anaongoza na kuendesha mashambulizi makubwa sasa hivi katika milima hiyo mirefu. Lakini pia tumetangaza katika live yetu ya leo tarehe 14 tukisema ya kwamba yako makundi ya wazalendo kutoka Manyema yaliyotembea kwa mguu Manyema kufika hadi jiji la Baraka. Na ujio wa makundi hayo ya wazalendo kutoka Manyema ndio yamehusika nayo pia katika kusababisha hili nalo litokee, pamoja na kwamba sio wao waliotekeleza shambulizi hili hadi Ebuela Mtetezi kwenda kupata umauti.
Baada ya makundi haya wazalendo kutoka Manyema na kuwasili katika jiji la Uvira tarehe 14 mwezi wa 3, makundi haya yalitoka pia Baraka ili kujielekeza katika bonde la Mto Ruzizi, kule ambako vikosi vingi vya wazalendo waza wakiwa wameufunga ule ukuta wa Yeriko ambao tumewimba kama nyimbo za wokovu katika studio za Yambaletu TV. Kwa hiyo makundi haya yamepimwa askari wake takriban 300 hivi, na maskari hao walikuwa wakiongozwa na ndugu Brown kama kiongozi mkuu au jemedari kiongozi wa makundi haya. Katika mahojiano ambayo huyu Brown aliyekuwa anaongoza makundi haya askari takriban 200 mpaka 300 kutoka Manyema, alieleza kwamba kama mzee Amuri wa Yakutumba alikuwa bado kuanzisha mapigano katika bonde la Mto Ruzizi ni kwa sababu alikuwa anamsubiri yeye. Kwa hiyo kama atafika Mto Ruzizi bonde, moja kwa moja na mapigano yatakuwa yanaanza, kwa maana ya waza kushambulia position au vituo vya M23. Alisikika akidai hivyo kwenye mahojiano yake tuliyofanya na vyombo vya habari. Lakini pia Brown huyo akazidi kusema kwamba anazo taarifa za kwamba wako baadhi ya wazalendo ambao wanatumia jina la wazalendo na kula hela za M23 wakibaki kutetea uzalendo, kumbe wamekuwa kama vibaraka na kutekeleza pia mashambulizi ya wazalendo au kutekeleza pia agenda za M23, sio wazalendo. Basi siku ya leo mida ya mchana, magari maroli makubwa takriban 2 yalitoka jiji la Baraka kujielekeza katika teritwari ya Uvira, kwa maana ya kwenda katika bonde la Mto Ruzizi ili kwenda kujiunga na mzee Amuri William Yakutumba. Vikosi hivyo wazalendo kutoka teritwari au tarafa la Manyema ambao wanafahamika kama Wabuyu hawa walipanda kwenye maroli hayo, na walipotoka Baraka baada ya kutembea takriban dakika 30 ama 27 walifika Lweba. Lweba ni eneo ambalo ndipo pia wazalendo wengi kadha, na mmoja kati ya viongozi au kiongozi mkuu wa wazalendo wa pale Lweba ndiye anayeitwa Toronto. Toronto huyu naye amekuwa akisifika sana katika mashambulizi yake ya vijiji vya ndugu zetu Watusi walioko milima mirefu, hasa vijiji vilioko juu ya Lweba. Kijiji kinachotambulika sana ni kijiji cha Bibokoboko. Huyu Toronto amekuwa mara nyingi akiongoza vikosi vyake vya wazalendo kwa ajili ya kwenda kupika Bibokoboko, kwa ajili ya kwenda wakati mwingine hata kupora ng'ombe za ndugu zetu Watusi wa pale Bibokoboko, wakati mwingine hata kusababisha mauaji madogo na makubwa katika kijiji cha Bibokoboko. Na hata takriban tarehe 8 hivi na tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025, Bibokoboko imeweza kushambuliwa na kusababisha maafa makubwa ya watu kufa ambao ni raia, na mashambulizi hayo ya Bibokoboko yalitekelezwa naye bwana Toronto. Na mmoja kati ya waaktivisti ama wanaharakati wa amani alisikika akilaani kitendo hicho cha Toronto kushambulia Bibokoboko na kusababisha vifo au mauaji ya watu wengi, na akasikika kinywani mwake akisema kwamba Toronto, kwa hicho ulichokifanya hapa Bibokoboko kijiji ambacho kinaishi kwa amani na Wabembe, sasa hivi watu wanaingiliana, wanafanya mambo yote kwa kushirikiana, basi Mungu atakulipa. Basi magari hayo 2 mafuso makubwa yaliyokaa kwa muundo wa kontena 2, baada ya kufika hapo Lweba, yalikuta mtamba au kamba ya ndugu Toronto ambaye alikuwa akitoza hapo ushuru kwa magari yanayopita kama vile pikipiki. Mabasi hayo yalizuiliwa, asio mabasi, maroli hayo ya wazalendo kutoka Manyema kwenda Mto Ruzizi kwenye shamba la mapigano yalizuiliwa naye Toronto au na maskari wa Toronto. Wakakataa wasipite kwenda Ruzizi.
Sasa Mbuela mtetezi wa Seba alikuwa pamoja na vikosi hivyo, ni kama na yeye alikuwa anaandamana nao, kama sio kuwasindikiza kuwafikisha eneo fulani. Kwa hiyo Mbuela mtetezi alikuwa miongoni mwao. Walipofika pale ndipo wakaanza kujibizana, Toronto kukataa vikosi visipite kwenda kwenye mapambano mto Ruzizi, lakini pia vikosi kutaka vipite. Katika kujibizana, askari huwa ni wepesi sana kuongea kwa bunduki kuliko mdomo. Ndipo walipoanza kushambuliana wao kwa wao. Na katika kushambuliana kwao kwa wao, mashahidi wetu walisema kwamba Mbuela mtetezi alipigwa kwanza, risasi ya kwanza kifuani kwake haikuingia, risasi ya pili, risasi ya tatu, mpaka risasi 4 zilikuwa zikipigwa kwake hazikuweza kuingia. Hatimaye risasi la 5 ndilo lililomuingia na kumsababishia umauti. Wako askari kadhaa ambao walijeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini pia Mbuela mtetezi akashuhudika yeye pamoja na mlinzi wake wa karibu kuumizwa na vikosi vya Toronto, ambaye ni Maimai mzalendo wa kwao. Na baada ya shambulizi hilo, hata hivyo vikosi vya Wabuyu au wazalendo kutoka Manyema havikuweza pia kuendelea tena kwenda Ruzizi. Ilibidi virudi na kusimamia au kuweka position yao kwa muda pale Kalunja ili kuangalia hali ya hewa itakuwaje, waweze kuendelea au kufanya vipi. Na hivyo ndivyo ambavyo kifo kimemkuta ndugu Mbuela mtetezi wa Seba. Ni mmoja kati ya wazalendo ambao wamejinyakulia sifa kwa muda mrefu wakipigana, lakini siku za hivi karibuni toka kifo cha makanika kuvamiwa na drone mpaka leo, Mbuela mtetezi wa Seba ameimbwa sana, na alikuwa ameanza kuimbwa sana na yeye katika vyombo vya habari, lakini pia kwa masikio ya waandishi wa habari na watangazaji, kwa maana alikuwa ameshaanzisha moto bila kupoa na bila kuzima, ikawa linampa sifa iliyo kubwa. Kwa hiyo Yamba Letu TV, tutoe pole sana kwa familia yote ya wazalendo, tutoe pole sana kwa familia yote ya Wabembe, lakini pole zaidi sana kwa familia ya moja kwa moja ya damu ya ndugu Mbuela mtetezi wa Seba. Kama kutakuwa na taarifa zingine za ziada kuhusiana na kifo cha Mbuela wa Seba mtetezi, bado Yamba Letu TV tutakuja tuwajuze, lakini kwa taarifa za awali, hilo ndilo furushi tulilo likusanya. Lakini pia tunaweza tukakusikilizishia kidogo mahojiano ambayo yalifanyika baina ya wazalendo walioko pale Lweba na wazalendo ambao wako Plaine de Ruzizi, ambao walikuwa wakisubiri hii delegation ama hii trupe ya wazalendo kutoka Manyema Wabuyu iende kuwajoin. Na baada ya kusikia Lweba kumetokea hili lililotokea, kwa hiyo kulitokea pia na watu wa Ruzizi kule kutaka kujua nini. Mazungumzo haya sio ya siri wala hayako official sana, waweza kuyasikia, lakini pia na taarifa zingine tulizoongea na watu waliokuwepo pale kwenye tukio. Hebu twende tuwasikilize, tukianza kwanza na taarifa za huko Ruzizi, watu wa Ruzizi wakiongea na watu walioko Lweba. Hebu tuwasikilize kidogo, angalau tupate picha kwa undani zaidi mahojiano haya yalivyokwenda na taarifa zingine za ziada.